Karibu tena msikilizaji kwenye mfululizo wetu wa uchambuzi wa matukio ya mahakama na siasa nchini. Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kumhoji shahidi wa kificho P9, na hapa tutaona ushahidi unaibuka tofauti na maelezo ya awali. Shahidi anachanganya maneno na mara nyingi majibu yake ni neno moja tu, hayapo. Ukisikiliza hii kwa makini utagundua mbinu za Lissu za kubaini tofauti, kuhoji mantiki na kuonesha ukweli usiofunikwa. Kikao kinaanza kwa Lissu kuhoji kuhusu mada ya vurugu na uasi, mada yenye mvutano mkubwa kabisa. Mheshimiwa Lissu anaanza, waambie majaji kama tutafanya vurugu na kuvuruga uchaguzi huo kama yapo kwenye maelezo yako. Nasubiri jibu shahidi. Shahidi anajibu hayapo. Hapa kelele za vicheko kutoka mahakamani zinaanza. Hapa ndipo inaonekana shahidi anaanza kuwa na changamoto ya kumjibu Mheshimiwa Lissu, lakini Lissu aishie hapo, anaendelea. Uliendelea kusema, ulisema lazima tukichafue, kweli si kweli? Shahidi akasema ni kweli. Je, hayo maneno yapo au hayapo? Shahidi anasema sasa mbona unarudia maswali? Hiyo hayapo. Msikilizaji, hili ni mfano wa nguvu ya cross examination, kuonyesha tofauti ya maneno kutoka pale shahidi anapohojiwa kwa polisi na kile anachokisema mahakamani. Sasa Lissu anahamia kwenye tukio maalum la tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2025. Hii ni sehemu ambayo inaweza kufichua mapengo ya ushahidi. Siku hiyo ulipigiwa simu na polisi kwenda kituo cha Mwanjela, kweli si kweli? Shahidi akasema ni kweli. Lissu akauliza tena, sasa soma pale palipoanzia na leo tarehe 22 Aprili mwaka 2025 mpaka nitakapoambia basi. Shahidi anasoma kwa sauti polepole. Mheshimiwa Lissu anamwambia, kwenye hiyo sehemu kuna sehemu kumeandikwa kituo cha polisi Mwanjelwa? Shahidi anasema kweli akijaandikwa. Angalia msikilizaji, pale ambapo polisi waliripoti tukio na pale shahidi anasema mahakamani kuna tofauti. Hapo ndipo Lissu anapojenga hoja ya tofauti kati ya mwandiko na maneno. Mheshimiwa Lissu akaendelea, na ukasema ulipofika walisema wanataka kukuhoji tena kwa matukio yaliyokuleta hapa. Shahidi akasema ni kweli. Mheshimiwa Lissu akasema tena, waambie kama hayo maneno yapo kwa tukio hilo lililokuleta hapa. Shahidi anasema hayapo. Kisha Lissu anauliza kuhusu mawili waliomhakikishia maswali. Jana ulisema uliojiwa na mtu mmoja na mwingine alichangia maswali, hayo yapo? Shahidi anasema hayapo. Mheshimiwa Lissu akaendelea, niliona klipu ya Tundu Lissu ndio nikaanza, waeleze kama hayo maneno yapo. Shahidi anasema hayapo. Sasa hapa Lissu anatoa kauli yenye kejeli ikichangua kelele na kicheko kutoka mahakamani. Sijamalizana na wewe, nataka ukitoka hapa ukaambia mapolisi kwamba kule hakufai. Sasa hoja inahamia kwenye wanachama wa chama. Hapa shahidi anaanza kujichanganya. Mheshimiwa Lissu akamuuliza, ulisema mimi kama mwanachama wa Chadema nilishawishika kufanya uasi, hayo maneno yapo au hayapo? Shahidi akajibu yapo. Na Mheshimiwa Lissu akasema, na wewe ni mwanachama wa Chadema au sio? Shahidi akasema mimi sio mwanachama wa Chadema. Msikilizaji, kumbuka hili. Jana shahidi alisema alivutiwa na sera za Chadema mwaka 2024 na akaamua kuwa mwanachama. Leo anakataa. Hapa Lissu anachambua tofauti kubwa ya ushahidi. Lissu akamuuliza, wafuasi wa Chadema wanatambulishwa wapi? Hawa wana alama usoni, ulijiandikisha popote? Shahidi akasema sifahamu, sijui, hapana na hapana. Yaani haya ndio majibu ambayo anayatoa shahidi. Mheshimiwa Lissu akauliza tena, hivyo basi bila usajili, bila alama, bila uthibitisho wowote wataaminije kwamba wewe ni mfuasi wa Chadema? Shahidi akasema mimi sijui, hilo ni swala la imani. Hapa Lissu anazidi kuonyesha ukosefu wa uthibitisho wa mantiki nyuma ya ushahidi hao. Lissu anauliza, kongamano la vijana lililopangwa Mbeya uliwahi kupewa mwaliko wowote? Je, kiongozi wa chama alikufuatilia kukupa taarifa? Shahidi anasema hapana, hawakunifuata. Mheshimiwa Lissu akaanza, kwa hivyo kama hawakukufuata ina maana hawakujui? Shahidi akasema sio lazima wanijue wote. Sasa hapa hoja inahusu elimu ya shahidi. Umesoma VETA Mbeya kati ya mwaka 2008 mwaka 2010, kweli? Umeleta vyeti vya kuhitimu? Sijawasilisha wala hakina muhimu. Mheshimiwa Lissu akauliza, wataaminije kwa sababu maneno matupu hayavunji mfupa? Shahidi alisema amesajiliwa kama fundi umeme wa majumbani na viwandani, lakini Mheshimiwa Lissu alipomuuliza umeleta hati ya usajili akasema hapana.
Msikilizaji, kila swali hapa linaonyesha tofauti kubwa sana kati ya maneno na uthibitisho wa nyaraka. Kauli kuu ambayo anaitoa huyu shahidi ni kuwa hayapo. Hii ndio nguvu ya cross examination: kuibua tofauti, kurudisha uwazi na kuweka mashahidi katika nafasi ya kuelezea ukweli unaoonekana na kuthibitishwa. Ikiwa na uchunguzi wa makini, utaona tofauti, changamoto na mbinu za Lissu. Ikiwa unataka kuendelea kufuatilia, nitakujuza. Kaa nami hapa, bado kuna vitu unataka nikuletee, kwa sababu bado mahojiano yanaendelea na Lissu wanazidi kupeleka moto kwa huyu shahidi ambaye amekuja leo, ambaye alisema mara ya kwanza kuwa yeye ni fundi umeme kutoka Mbeya huko, lakini maelezo yake ya sasa ya awali aliyoandika kule, anasema yeye ni mkulima, tena anatoka huko Mwakitebe. Sasa Tundu Lissu wanazidi kuhoji, je, Mwakitebe ni Mbeya au sio Mbeya? Je, wewe msikilizaji, je, Mwakitebe ni Mbeya au sio Mbeya?